Waifu, unajua nini? Yule mwanamke nadhani tu mwenyewe unamfahamu. Mwanamke ambaye waga anaanda sana kwenye mitaani, anapita huku. Unajua kumuona waifu? Ina maana mume wangu Chizi ana thamani kuliko mimi? No wife. Hakuna chenye thamani kukuzidi wewe duniani. Ndio maana uko hapa. Yaani mume wangu mpaka Chizi unamtongoza. Kwani mimi sina thamani kuliko yeye? No wife. Watu wana wivu tu. Mimi siwezi kukuelewa kwa hilo sana kwa sababu yaani mimi nashindwa kukuelewa kabisa unamaanisha nini. Yaani kitu gani kwani ambacho okay. Wewe inakuaje umwite kichaa? Inakuaje bwana? Unaweza kanielekeza? Sasa wife, mimi yule kumuita yule kichaa sio kwamba nilikuwa na dhamira labda ya kumtongoza. Hapana. Unajua sasa hivi dunia hii imebadilika. Sio kila mwana kichaa barabarani ni kichaa. Unaingia msalama wa taifa. Mimi lengo langu nataka nijue ule kichaa kweli. Ndio nikamuita, unavyoona mimi kweli nakumtongoza kichaa mke wangu? Sio kweli. Kwa sababu wewe unasemaje unaweza kumpa kitu unachonipaga mimi? Hiyo kweli? Mimi? Mimi sijazungumza kwa swala. Ngoja nikwambie kitu kimoja mke wangu. Siwezi nikakuelewa kitu chochote. Siwezi nikakuelewa. Sawa. Huwezi kunielewa sababu bado hujaeleweshwa. Hivi unavyoangalia kwako nakosa nini? Kwa uzuri ulionao mwanamke wangu kwako nakosa nini? Nikamtongoze Chizi kwa kazi gani mimi? Wife, usisikilize maneno ya watu. Sometimes ni wivu tu. Hivi unajua unanitia hasira sana. Wife, sikiliza. Huo ni wivu. Sio hivyo. Watu wanatonia wivu ujue. Hivi unafikiri mimi picha gani kwa? Sawa, ninakuelewa, lakini lazima utambue huo ni wivu. Hakuna mtu anayependa mimi kuniona miliki na mke mzuri kama wewe. Sawa? Na hakuna mtu ambaye anapenda kukuona wewe uko na mimi. Kwa ni maneno tu watu wanataka kuchunganisha. Sio kweli, sio kweli, sio kweli. Naomba nielewe. Sio kweli. Hapana. Nielewe. Sikiliza. No, hulo nifanyie natosha. Sikiliza. Unanizalilisha sana. Naelewa maumivu ulionayo, lakini nielewe. Sitaki, siwezi kukuelewa. Ungenielewa? Of course ingekuwa ngumu. Mimi sitaki. Nipe nafasi ya mwisho basi kujielezea. Mimi kwanza tu niache. Wake nina hasira, naweza hata nikakufanya kitu kibaya. Umenizalilisha baba. Wife. No. Nisikilize basi. Okay, fine. Haitojirudia tena. Haitojirudia. Please, no. Wife, nielewe. Naomba nielewe, please. Siwezi kukuelewa hata kidogo. Yaani maana yake Chizi anasamani kunizidi. No. Najua nimekukosea. Please. Siwezi kukusamehe mimi kitu kirahisi. Naomba nisamehe. Mfano ingekuwa wewe ningekufanyia hivyo ungejisikia. Au tunarahisisha tu kwa sababu ni mimi, si ndio hivyo? Of course ningesikia vibaya. Lakini naomba nielewe mama. Mimi sikuwa na nia mbaya na ule binti. Hakuna mwanamke mzuri kama wewe mamangu. Ndio maana niko na wewe. Nakupenda wife. Ningekuwa mzuri singeweza kunifanyia hivyo. Nakupenda mke wangu. Kweli. Wewe ndio thamani yangu. Wewe ndio barafu wa moyo wangu mamangu. Naomba nielewe. I love you. Please. Wewe ndio thamani yangu. Wewe ndio barafu wa moyo wangu. Kweli? Yes. Kweli mama wangu. Ndio mama. Unaniahidi? Nakupenda. Kweli? Ndio mama. Nakupenda pia. Usinifanyie tena. Hatujirudia tena mama. Kweli? Ndio mama. Okay, nakupenda sana. I love you. Love you too. Okay.
Toka hapo ni pachafu. Mimi kwa nini wanaume mna roho mbaya sana? Alafu mbona ufanani nayo unayoyafanya? Dada, unataka kitu kidogo, unataka tuzungushane miaka mingapi? Kila siku ni kuombe kitu kimoja hicho hicho. Kama mtu anaomba kitu kidogo unataka nizungushe. Tufanye hivyo bwana. Vipi kama ni mwathirika? Mimi niko wewe, nimeshaanza kushamaliza. Simama uondoke. Simama basi. Hivi mwanaume gani ambaye huna huruma? Wewe nyanyuka uondoke. Vipi kama umenipa mimba? Utakula pitu sepa. Pitu zipo utakunywa ondoka. Wewe nenda basi. Mbona unaromba sana? Unaelewa Kiswahili au uelewi? Hebu simama uondoke basi unipotezea muda. Hivi unajua kama umeniumiza? Yaani ufanani unayoyafanya. Dada, hebu nyanyuka uende basi. Hebu fanya uondoke. Nakuchukia. Ondoka bana, nachukia nani? Kila ndugu, kila rafiki wameamini simulizi la mdomo mmoja. Nabaki nikimtazama kioo, nauliza nafsi yangu, ni nani muuaji wa kweli? Hukumu ya haki ni ipi? Kama shahidi wangu ni uongo wa damu yangu, ni wapi uso wako? E Mungu, unapopigwa mihuri juu ya roho isiyo na hatia, kwa nini mfano wako unafungwa kwa nira ya maneno ya udongo? Je, ni kweli tumeumbwa kwa sura yako? Kama tunavunjwa na ndimi tulizoziumba sisi wenyewe. Wife. Abe Mungu. Yes. Mbona unajiandaa hivyo? Hizo ni pesa zangu. Hizo nguo unazovaa ni pesa zangu mimi. Nazo zitafuta kwa jasho sana mamangu. Nienda mimi natakiwa niwe kazini. Naje kazini sasa. Hata cheo hujanichemshia mamangu. Naendaje? Hayo maneno unayozungumza ndio atakao kuchemshia chai wakati muda wenyewe ushachelewa. Okay.
Hivi kwa nini Mwenyezi Mungu alimuumba mwanamke na kumwekea utamu namna ile? Basi kichupa kimenijaa. Wanawake nao changamoto hapatikani. Ukiwa huna hela ndo kabisa. Kirusi ananifaa kabisa huyo. Hebu ngoja kwanza nisababishe ingie ndani. Sasa samani na mimi naishi na mwanamke ndani. Sasa kuna vitu ameacha. Mimi nimeshindwa kuelewa kabisa ni vitu gani. Yaani sielewi afu ndio mambo yake. Na nimeogopa kabisa kugusa. Kwa nini kama unaweza kunisaidia ukaniangalizia nijue ni nini alafu ukaniambia kufanya. Dakika moja tu. Unaangalia tu unajua ni nini alafu. Mimi naogopa kweli. Ani kitu tu ambao unakiangalia tu mara moja unaniambia ni nini na mimi na maana yako. Kwa sababu sielewi mpaka sasa. Sielewi ni kitu gani. Jonas. Mwenyezi Mungu, nini hichi kimenikuta? Kwa nini mimi kila siku? Kwa nini usinipe wa kwangu? Hii kweli nimeamini kuwa kuna wengine wanapata maradhi pasipo au kukusudia. Mungu, naomba unisaidie. Uniepushe kabisa na maradhi. Na niwe salama. Ni afadhali mimba kuliko maradhi. Wewe kwani mpo wangapi? Mbona tumena hiyo picha unamfahamu wewe? Ndio namfahamu. Kwani wewe unamjua? Huyo ni rafiki yangu sana. Tupata mkombozi. Bana nisaidia. Ni muda mrefu namtafuta huyu. Muda mrefu namtafuta huyu. Hiyo wapi alipo? Nimemtafuta kote, mpaka nimechoka. Nimemzunguka kote. Bado namtafuta. Nisaidie ndugu yangu. Kwani alikusaidia nini mpaka unamtafuta hivyo? Kuna kipindi huyu bwana
haijatosha bado umenifanyia na mwanaume mwenyewe ambaye nilikuwa pengine nilikuwa na chat naye. Uone kama hiyo ni ofa tosha kwa kuachana na mimi. Mwanamke aliyekuchiti sio tu kwenye SMS. Mfano kabisa mbele na akiwa na mwanaume. Sasa wewe una kingine ambacho unataka? Mimi sikupendi. Baba tu nikwambie. Mpaka sasa hivi ninavyotoka hapa. Nenda kwa mwanaume ambaye umenifumania naye. Kwa sababu ndio mwanaume ambaye ninampenda katika maisha yangu. Wewe si uliniloga. Sio type yangu kabisa yani. Mama. Mama. Dada. Watu. Watoto. Rudi nyumbani. Nisamehe mimi nikukosea. Nakuomba. Kitu cha kuongea na mimi. Naomba sana. Dakika moja. Rudi nyumbani wangu. Bado nakupenda. Kaka. Nakuomba mara moja. Kaka. Naomba ukae hapo. Ndoa inauma kaka. Sawa. Kaka. Ndoa inauma kaka. Ndoa inauma, sikwambie mtu. Hakuna kitu ambacho kila wako ambao unampenda kwa dhati alafu anaondoka hivi hivi. Unamwachia tu anaondoka hivi hivi. Kupata ni ngumu kaka. Ndoa inauma kaka. Sawa kaka, basi mimi nakuomba mara moja, dakika moja nizungumze na wewe. Hebu nakuomba sogea hapa karibu tuzungumze. Dadangu, naomba dakika yako moja. Najua una hasira, najua mwenyewe, lakini naombeni dakika hii tuzungumze. Naomba uketi. Kipi ambacho utatushauri? Nini ambacho kinaweza kikaninyoka kwenye akili yangu kwamba nitamsamehe huyu? Dada, maana tukisema kama dakika moja, nisema na washauri. Ila niomba dakika hii sikilize. Nakuomba dada. Heshima. Na utumie dakika moja. Sawa baba. Dadangu, naweza nikawa nimeingilia maisha yako, lakini sisi wote ni binadamu na sisi wote tunakumbwa na changamoto ambazo kila mtu zinamtokea. Pointi yangu iko hapa. Nitakuuliza maswali mawili. Ukinijibu hayo maswali, nitaomba nikueleze jambo hilo ambalo nataka nikueleze. Ikiwa utanijibu kwa sawa. Kwa story ambazo umeongea hapo, nimesikia ukisema kuwa huyu alikuwa mume wako. Alright? Sawa. Na wewe ulikuwa mke wake. Sawa kaka? Naomba nikuulize bro. Ni mke wako wa ndoa? Kabisa. Mke wangu wa ndoa halali. Wewe, ilikuwa. Dada. Ilikuwa.